Kuna hii siri ambayo watu wengi wanaofanya matangazo kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram huwa wanashindwa kuielewa, especially kwa beginner. Hawa ambao wanakuwa ndo kwa mara ya kwanza wanaingia kufanya matangazo kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Mtu anaanza kufanya tangazo la kwanza, anaona limefanya vizuri, anakuja kutest tangazo lingine, linafanya vizuri, lakini pia the more ambavyo anakuwa anaendelea na matangazo yake, ndivyo pia the more ambavyo anakuwa anaona kama kuna result inakuwa inaenda chini sana, kwa maana ya kuporomoka kwa matokeo ambayo anakuwa anayategemea kupitia kwenye matangazo. Sasa watu wengi wanachukua uamuzi wa kuskip kufanya matangazo. Wengine ndio hivyo wanaanza kubadilisha wataalamu kwa ajili ya kujifunza zaidi jinsi ya kufanya matangazo, na wengine wanaamua kuchukua baadhi ya ushauri ambao huwa si shauri kabisa. Kwa mfano, mtu kuanza kutafuta settings, setup ambazo zitamwezesha mtu kuuza vitu ambavyo ni nonsense, kwa sababu kama ambavyo nimezungumza mara nyingi, hii ni system ambayo inategemeana. Yani huwezi ukaitatua au kutatua changamoto yake kwa kugusa kitu kimoja. Ni system ambayo inategemeana na vitu vingi, na hivyo vitu vyote inabidi kuwa aware navyo ili uweze kutengeneza matangazo ambayo yatakuwa ni bora. Kwenye ufanyaji wa matangazo kwa mara ya kwanza, kuna siri ambayo watu wengi wao hawajui. Kama nilivyosema, ni kwamba lile tangazo lako la kwanza unalofanya, matokeo yale mazuri unayoyapata hayahusishi kabisa kitu chochote kinachoitwa utaalamu wako wewe, wala ujuzi wako wewe, wala kitu gani. Yani ni kitu ambacho wewe unapewa support kubwa sana kutoka kwa Instagram na Facebook ili wakutengenezee mazingira ambayo utaona kama ni sehemu nzuri sana ya kuweza kufanya matangazo yako. Kwa hiyo unapofanya tangazo la kwanza, usibweteke sana na yale matokeo ambayo unayapata, kwa sababu kama nilivyosema, Instagram na Facebook ndio wanaokupa yale matokeo. Wao ndio wanatumia nguvu kubwa sana kuweza kukupatia hayo matokeo mazuri wakati unafanya matangazo yako. Kwa hiyo wewe, badala ya kubweteka na kile ambacho umekipata kwa mara ya kwanza, endelea kujifunza. Na huwa nashauri pia, hata kabla hujaanza kufanya matangazo, make sure unapata nafasi ya kuweza kujifunza kutoka kwa watu ambao wanafanya hivyo vitu, watu ambao wanajua hivyo vitu, ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kinaenda vizuri. Kwa hiyo tangazo la kwanza linapofeli, la pili linapofanya vizuri, la kwanza linapofanya vizuri, la pili linapokosa matokeo, usikimbilie kukata tamaa ama kuanza kuwaza vitu vingine. Badala yake, rudi kwenye drawing board, angalia ni vitu gani ambavyo vilifelisha hilo tangazo, and then fanyia maboresho. Na ndio kodi pekee ambayo itakupa matokeo mazuri. Ukipata matokeo mabaya, njoo uangalie ni kitu gani hasa ambacho kimekupelekea wewe kupata matokeo mazuri. Labda service delivery yako haikuwa vizuri, let's say tangazo lako halikufanya vizuri kwenye upande wa zile metrics, let's say pia labda offer yako haikuwa vizuri, kwa sababu ukianza kufuatilia utagundua ni wapi ambapo kulikuwa kuna kuletea shida kwenye tangazo lako, ni wapi ambapo kulikuwa kuna changamoto kwenye tangazo lako, then utafanya maamuzi sasa ya kuboresha hiyo sehemu ambayo uliiona ina matokeo mabaya. That's only way ambayo itakusave uendelee kuwa vizuri katika matangazo ambayo unayafanya kwenye hizo platforms za Instagram pamoja na Facebook. Na ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo utaitumia kutengeneza matangazo yako, na mwisho wa siku kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri zaidi. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye. Lakini pia usisahau kuniachia comment yako hapo chini, kitu gani umejifunza na kipi ambacho una plan kujifunza kupitia episode za podcast hii. Amini Yoram.